Waswahili wa Pwani wanasema kawa ni urithi unaobeba historia, usafi na heshima, lakini wengine wanatumia kawa kuwasilisha ujumbe kwa lugha ya Kiswahili. Ubunifu wa kutengeneza akawa huwa husukwa kwa ustadi kwa kuzingatia tamaduni za asili kwa kutumia malighafi za asili, lengo likiwa ni kuhifadhi chakula. Kwa hiyo tunatumia yale makawa. Kwa mfano umeandaa chakula, ni lazima ufunike chakula kama bado watu hawajawa tayari kula. Watu wakiwa tayari ndio unafunua. Mara nyingi wanatumia kufunikia vyakula labda cha mume wako. Kawa ina siri kubwa hasa kwa sisi watu wa huko Pwani. Kawa ina siri kubwa sana. Alafu raha ya kawa, uipate ile kawa imeandikwa kwa maneno. Hasa yani ukakuta labda wanandoa, mke ukamwandalia mume chakula kilichohifadhiwa katika kawa ikiwa na maneno kadha wa kadha, moja ikiwa labda karibu mpenzi tule, kula peke yangu siwezi, basi mume yaona kama wampenda. Hiyo ni siri moja wapo ya kawa. Kawa ina siri nyingi, ikiwa ni moja wapo ni kunogesha mahaba baina ya wanandoa. Kwa vizazi vingi matumizi ya kawa yamekuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku, hasa katika nyumba za Kiswahili. Licha ya kuingia kwa vifaa vya kisasa, lakini matumizi ya kawa yameendelea kuwepo kama alama ya kuendeleza utamaduni wa asili na kukuza lugha ya Kiswahili. Kawa hili limeandikwa hivi, ngoja nikusomee. Ndoa ni sheria, kanipenda kwa tabia, na uzuri umechangia. Kawa hili kazi yake kwa wengi tunaofahamu, nikiwemo mimi mwenyewe, kawa hili ni kazi yake ya kufunikia chakula tu, lakini kwa jamii za Kiswahili kawa hili lina kazi nyingi sana. Sana uwasilishaji wa maandishi kwenye zile kawa yanahusu sana wanawake. Na kwa nini labda wanawake? Kwa nini yaguse tu wanawake? Yanakuwaga yameandikwa maneno labda kuhusu ndoa, kuhusu maisha. Kwa mara nyingi mwanamke ukisoma mwenyewe unaelewa hapa ni inamaanisha nini au nilifanyie kazi kwa upande gani, lakini inakuwa kama umepewa funzo. Naam, lugha ya Kiswahili ni tamu sana. Ni tamu kwa misemo yake, ni tamu kwa misamiati yake, na uwasilishwaji wake ukiwa ni rahisi. Lugha yetu imekuwa iko vizuri kwa kweli. Inatumika nchi mbalimbali, wanatumia lugha yetu. Kwa hiyo tunatamani pia iendelee zaidi na zaidi. Unajisikia faraja ukiwa unatumia lugha ya Kiswahili? Najisikia fahari pia kwa Mtanzania. Hayawi sasa yamekuwa. Lugha ya Kiswahili sasa inatambulika katika mataifa 14 hapa duniani, ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Na sasa kongamano la kimataifa ambalo linatarajia kuanza Julai 4 hadi 7 mwaka huu huko nchini Ufaransa linatarajia kusaidia kutangaza lugha ya Kiswahili katika bara la Ulaya, hali kadhalika na mataifa mengine.